Katika hali isiyo ya kawaida, ngoma mbili za Juma Jux zimeshushwa kwenye mtandao wa YouTube ambazo amezitoa hivi recently, na bila kuficha, mapokezi ya ngoma hizo kwenye mtandao wa YouTube nchini Tanzania umekuwa mbaya kweli kweli. Ngoma ilikuwa zina masaa 24 lakini hazikuweza hata kufikisha views 10,000. Kwa jina la Juma Jux, kwa ukubwa wake na kwa title aliyokuwa nayo katika muziki wa Tanzania, East Africa na Afrika, basi ni wazi tulipaswa kuona idadi kubwa zaidi ya namba kwenye YouTube channel, lakini haijawa hivyo. Sasa ni mpango mkakati pasi na shaka umefanywa ili kuondoa aibu hii, kuondoa changamoto hii ya video hizo ngoma kutotazamwa kabisa kwenye mtandao wa YouTube. Na kasumba hii haimkuti Jux peke yake, hata Zuchu pia amekumbana nayo, kupata watazamaji wachache zaidi kwenye mtandao wa YouTube kupitia wimbo wake wa mara ya mwisho ambao aliutoa unaitwa Reason. So you can see namna ambavyo mashabiki wamechafukwa si mchezo na hiki ambacho kinaendelea. Zuchu, wimbo huo wa Reason umetoka siku 11 nyuma, lakini mpaka sasa una watazamaji 221,000 pekee. So unaweza kaona namna ambavyo watu wameamua, Watanzania wameamua kweli kweli kuwakataa hawa wasanii wao kama ambavyo waliahidi. Alikiba naye ametoa nyimbo hapa kadhaa. Kama unafuatilia, kuna wimbo wa kundi ambao unaitwa Reason, unaitwa Rafiki, alafu kuna wimbo mwingine unaitwa December. Zote hizo ni nyimbo zake. Sasa na zenyewe namba zake zimekaaje? December ina siku moja mpaka sasa ina views 83,000 pekee kwenye mtandao wa YouTube. Alafu Rafiki una siku 4, at least una watu 247,000 wameutazama. Kwa hiyo tazama hii figure ilivyokuwa ngumu kwa wasanii. Sasa cha kushangaza ni kwamba wakati ambapo Juma Jux anafuta ngoma zake kwenye YouTube, basi kule katika chati za muziki Afrika Magharibi ngoma zake zimeendelea kupaa kweli kweli. Na Jux ameenda kuandika historia mpya kimataifa baada ya nyimbo zake hizo mbili, Majo pamoja na Sibadi, kushika nafasi za juu kwenye iTunes chart za Afrika Magharibi, wakati ambapo mapokezi ya ndani ya Tanzania yanaonekana kulegalega. Na nakukumbusha, hii sio mara ya kwanza, hata ile God Design ilishika nafasi ya kwanza chart za iTunes pale Nigeria, kuzipiku ngoma za wasanii mbalimbali wakubwa kama wakina Davido na wengine. Lakini vile vile Ololefemi nayo ikashika nafasi ya pili. Kwa hiyo Jux kwenye chati hizo anafanya vizuri sana, na hata ngoma hizi mbili ambazo amezitoa, licha ya Tanzania kutopata mapokezi mazuri pale Nigeria ama Afrika Magharibi huko kwenye chati za iTunes, basi zinaendelea kutamba si mchezo. Kwenye chati hizo za Nigeria iTunes, Sibadi imeibuka nafasi ya kwanza kifuatiwa na Majo kwenye nafasi ya pili. Nchini Ghana, Majo imeshika nafasi ya kwanza na Sibadi nafasi ya pili, zikizipiku rekodi za wasanii wakubwa wa dunia kama vile Michael Jackson, Tiwa Savage na Rod Wave. Hii ni hatua kubwa kwa msanii wa Afrika Mashariki, ikionyesha wazi kwamba sauti ya Jux imepenya kwenye mipaka ya nchi za nje huko. Lakini tofauti inaonekana katika mapokezi ya nyumbani kwenye YouTube kama ambavyo nimezungumza, ambapo ndani ya siku moja visualizer ya siku za ngoma hizo hazijafua dafu hata kwa views 10,000 kama ambavyo nimezungumza. So hatua hiyo ya mafanikio ya Jux nje ya nchi yanabaki kuwa ishara thabiti ya ukubwa wake kimataifa na uthibitisho kwamba muziki wake hauzuiliwi na mipaka ya nchi. Tanzania hapa sawa, hatofanikiwa kupata namba, lakini huko nje watu wanamsikiliza. Kufuatia tukio hilo, wakati ambako kampeni hizi za wasanii zinaendelea kupamba moto huko, kuwakataa wasanii na mambo mengine mbalimbali, Diamond Platnumz ameibuka mshindi kwenye tuzo za EAEA ambazo zimetoka siku ya jana. Unaona na wasanii walioshinda tuzo hizo ni pamoja na Ira Star, Davido,
na yeye mwenye Diamond Platnumz. Diamond ameshinda ameshinda tuzo 2 ambazo ni Best Global Pop Hit ya Low ambayo amefanya na Ciara, pamoja na Best Continental Africa Pop Hit Katam. Ngoma yake ile ya Katam nayo imeshinda. Wasanii wengine ni kutoka mataifa mbalimbali kama vile Femi One, Ayra Starr, Davido, Charlie Pop, Chris Brown, Olamide na wengine kibao ambao wameingia kwenye mchakato na kuweza kushinda tuzo hizo. Kwa hiyo kwa nyumbani hapa noma, lakini huko nje wasanii hawa wanaendelea kufanya vizuri kama ambavyo nimekuambia. Jux anaendelea kukimbiza kule Afrika Magharibi, na nchi ambayo ngoma zake zinashika namba 1 na namba 2 ni nchi ya Ghana pale kwenye chart za iTunes. Jux anakimbiza huko na Diamond huyo ameshinda hizo tuzo. Nini mtazamo wako kwenye hili? Nini kifanyike ili wasanii hawa waendelee kufanya shughuli zao za muziki kama kawaida na waendelee kupata namba kama ambazo mwanzo walikuwa wakizipata? Unaweza kaniandikia hapo. Na mengi zaidi nitakuwa nakuletea hapa kupitia Upupu Podcast. Usiache kusubscribe pamoja na kulike, comment, share.